Hello, karibu tena sana kwenye The Patrick Sayuya Podcast, na leo tunaendelea na series yetu ya Growing Up Spiritually, na episode iliyopita tuliongea kuhusu umuhimu wa kutoa uzito mkubwa kwa vitu vya mwilini kuliko vitu vya rohoni. Kukumbuka kwamba wewe ni mtu wa rohoni, na hiyo lazima ireflect kwenye maisha yako, ireflect kwenye expenditures zako, ireflect kwenye mipango yako, ireflect kwenye kila kitu ambacho unakifanya. Sasa leo natamani let's go a step further, tuende deep zaidi kwenye hiyo. Nitakusomea maandiko hapa kwenye Hosea 2 mstari wa 8. Hosea 2 mstari wa 8. Hapa huu mstari ni Mungu kupitia Hosea, Mungu anaonyesha masikitiko yake na disappointment yake kwa wana wa Israeli. Anasema, maana hakujua ya kuwa mimi ndiye niliyempa ngano, mimi ndiye aliyempa ngano na divai na mafuta na kumuongezea fedha na dhahabu walivyovitumia kwa ajili ya Baali. Mungu anasema yeye ndio alikuwa anampa Israeli ngano na divai na mafuta, na akampa na fedha na dhahabu, halafu hivi vyote Israeli akavichukua akaenda kuvitumia kwa ajili ya Baali. Sasa kama kuna kitu kimoja ambacho kiliwasumbua sana wana wa Israeli baada ya kuingia Kanaani, ilikuwa ni ibada ya miungu ile walioikuta. Kwa kama kuna kitu kimoja ambacho utakiona repeatedly Mungu anasema, Mungu anaonyesha his disappointment, ni ibada ya sanamu. Ni ibada ya sanamu. Ndio maana hata kwenye amri 10, amri ya kwanza inasemaje? You shall not have other gods but me. Mungu alijua that is going to be a problem, kwa sababu hiyo ni changamoto ambayo ilianzia Misri. Hicho ndio kitu ambacho walikuwa wanakiona maisha yao yote, na hata kule Kanaani wakifika kule watakuta kuna miungu ipo. Kwa angalizo kubwa sana la Mungu ilikuwa ni wana wa Israeli kwenye kutokuabudu sanamu na kumwabudu Mungu peke yake. Hicho ni kitu kimoja ambacho kilikuwa kimewashinda. Na wana wa Israeli sio kwamba walikuwa hawataki kumwabudu Mungu. Changamoto yao ni kwamba walikuwa wanamwabudu Mungu kama sehemu ya miungu yao mingi wanaoiabudu kipindi hiki. Hili tatizo lilikuja kutibiwa baadaye wakati wa uhamisho ule wa Babeli. Baada ya uhamisho wa Babeli, moja wapo kati ya impact za ule uhamisho ni kwamba Israeli waliachana na ibada ya sanamu kwa asilimia kubwa hadi leo. Walivyorudi walikuwa wanamwabudu Mungu wa kweli. Sasa kwa usahihi au bila usahihi, labda hiyo ni discussion ya siku nyingine. Lakini ibada ya sanamu ilikuwa ni kitu kigumu sana kuondokana nacho, na ndio kilichowaondoa kwenye ile nchi ya ahadi. Wakachukuliwa mateka kwenda Ashuru, na baadaye Yuda wakachukuliwa kwenda Babeli kwa sababu kubwa ya ibada ya sanamu. Kwa hiyo sio kwamba walikuwa hawamwabudu Mungu, walikuwa wanamchanganya Mungu na miungu mingine. Walikuwa na practice kitu kinaitwa syncretism. Syncretism ni kumchanganya Mungu, kumfanya Mungu kuwa moja wapo ya miungu yako. Ile seclusion ya kwamba huyu ni Mungu inakuwa haipo. Na hiyo pia utashangaa kwamba hiyo ndio dhambi yetu kubwa pia kizazi cha leo. Wakristo wa kizazi kipya hiki cha siku za mwisho, dhambi yetu kubwa pia ni hiyo ya syncretism. Sio kwamba hatumpendi Mungu. Tunaenda kanisani, lakini pia usipokuwa makini unaweza kukutana na sisi kwa waganga pia. Tunaenda kanisani, lakini usipokuwa makini unaweza kwenye kuomba tenda huko unaweza kujikuta na sisi tumehonga pia tupate. Tunaenda kanisani, lakini pia ukifungua friji zetu bila kutuambia, ukiingia tu nyumbani ukafungua friji, unaweza ukashangaa umekutana na kitu ambacho hakikupaswa kuwepo. Kwa syncretism, kumchanganya Mungu na vitu vingi vingine ambavyo haviendani. Hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa ya wana wa Israeli. Mwana theolojia mmoja anaitwa Clyde Francisco. Clyde anasema wana wa Israeli walipofika Kanaani walikuwa na uzoefu wa ufugaji na sio kilimo. Ni wazi kwamba waliwauliza Wakanaani siri ya mafanikio yao katika kilimo, na ni wazi pia kuwa waliambiwa jambo la kwanza na la msingi ili kufanikiwa katika kilimo ni kupata baraka za Baali, mungu wa wenyeji wa nchi ile. Kwa hiyo Waisraeli wakavutwa kumtumikia Mungu wa Israeli kama Mungu wa vita na Baali kama Mungu wa mafanikio kwenye maisha ya kawaida.
Mwisraeli wa kawaida hakuona kwa nini asimtumaini Mungu kama Mungu wa taifa lake na pia awe na Baali kwa ajili ya maisha yake ya kila siku. Hapo ndipo shida ilipoanzia. Na hadi by this time, kumbuka kwamba hiki kizazi chote walichoingia Kanaani walikuwa wamezaliwa jangwani, with an exception ya Joshua na Caleb, lakini wengine wote walikuwa wamezaliwa jangwani. Kwa hiyo walikuwa wamezoea maisha ya ufugaji na kuishi kwenye mahema, just wandering in the desert. Kwa mara ya kwanza sasa, na kwa utendaji wote wa Mungu waliuona utendaji wa Mungu wakati wa vita. Mungu ambaye alikuwa anapigana na maadui zao, amepigana na nini, amewatoa kwenye shida, amewalisha mana, amewaongoza jangwani. Huyo ndio Mungu aliyekuwa anamjua. Sasa all of a sudden wanaingia Kanaani, sasa wanajikuta hakuna vita tena. Na wale watu wa Kanaani walikuwa ni watu wa kulima. Kwa wameachiwa mashamba, hapo inabidi waanze kulima. Hapo sasa ndipo walipoanza kujiuliza kwamba je, yule Mungu aliyetuleta kutoka Misri, yule Mungu wa vita yule, je, ndo Mungu atakayetu sustain kwenye kilimo pia? Je, Mungu wa vita ndo Mungu wa maisha ya kila siku pia? Sasa kutafuta majibu ya hilo swali, wakaona, kumbuka wakati wanahawaza hao yote pia kuna Wakanani wako pale pia. Kuna Wakanani waliokuwepo, waliobaki. Kwa wakawa ilikuwa ni either waende kwa Mungu au warudi kwa Wakanani wakawaulize kwamba jamani, nyie kilimo chenu mlikuwa mnafanyaje hapa kufanikiwa? Siri yenu ya mafanikio hapa ilikuwa ni nini? Inawezekana na wewe uko kwenye hiyo crossroad kwenye maisha yako. Labda umeingia kwenye level mpya ya maisha, halafu ukajikuta kwamba umekutana na changamoto mpya ambao haikuwepo kwenye level ulizopita. Kwa unajiuliza, je, kile kilichonileta hapa ndo kitakachoniweka hapa? What brought me here? Is it the same power that is going to sustain me here? Je, yule Mungu wa milimani ndio Mungu huyo pia wa tambarare? Hilo ndo swali ambalo wana wa Israeli walikumbana nalo. Je, yule Mungu aliyetupigania kwenye vita kule jangwani, Mungu ambaye alitupa mana, sasa hivi hatupigani vita tena. Sasa hizi hatuhitaji mana tena. Sasa hizi tunafuga ndio, lakini sasa hizi shughuli kubwa pia hapa ya uchumi ni kilimo. Je, yule Mungu aliyetusaidia kule anaweza kutusaidia na hapa? Sasa wao unfortunately, kwa mujibu wa Hosea na kwa mujibu wa Biblia tu inavyotuonyesha, wakajikuta wameenda kuuliza ushauri kwa Wakanani kwamba nyie jamani, nyie mlikuwa mnafanyaje hapa ili muweze kufanikiwa kwenye kilimo? Hapo ndiko wakatambulishwa kwa Baali, Mungu wa Wakanani. Sasa huyu theologian tuliyemsoma Clyde anasema Myahudi wa kawaida hakuona kwa nini asimtumaini Mungu kama Mungu wa vita, halafu likija swala la maisha ya kila siku akaona tu bora tumtumie Baali, tukafuta roho tumemkuta hapa. Mbona watu tumewakuta walikuwa wanafanikiwa tu kwenye kilimo? Kwa nini tuanze ku reinvent the wheel? Why should we fix what is not broken? Kwa nini tusiendeleze tu hiki tulichokikuta? Kwa hiyo ndio changamoto ambayo wana wa Israeli walikutana nayo. Waliingia kwenye majira mapya, kwenye mazingira mapya. Na Kanaani, tofauti ya Kanaani, unajua walivyokuwa wana wa Israeli walivyokuwa Misri, pamoja na kuchunga, walikuwa pia wanalima. Lakini kilimo chao cha Misri kilikuwa kinategemea mto Naili. Kwa walikuwa wanaweza wakamwagilia kwa maji ya mto Naili. Sasa tofauti ya Kanaani kulikuwa hakuna mto kama mto Naili. Ile nchi ilikuwa ni nzuri sana ya kilimo, lakini kilimo chake kilikuwa kinategemea mvua. Kwa ili mvua inyeshe, mvua ni kitu ambacho huna control nacho. Ilibidi kuwe kuna nguvu nyuma yake, nguvu ya kiroho. Sasa hiyo nguvu ni ya nani? Hata Baali alikuwa anaweza kuleta mvua. Ndio maana wale watu wake walikuwa wanamtumainia. Kwa ilikuwa lazima ili uweze kufanikiwa ukiwa Kanaani, kulikuwa lazima kuwe kuna nguvu ya kiroho isiyoonekana itakaoweza kukupa mafanikio kwenye kilimo. Na Mungu aliwaonya hili swala mapema sana wana wa Israeli kupitia Musa. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 11 mstari wa 10 hadi wa 12, Biblia inasema Mungu anamwambia Musa awaambie wana wa Israeli, kwa kuwa nchi muingiayo kuimiliki sio mfano wa nchi ya Misri mlikotoka, uliokuwa ukipanda mbegu zako humo na kuinywesheleza kwa mguu wako
kama shamba la mboga. Lakini nchi muvukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hunyweshwa maji ya mvua ya mbinguni. Nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako yako juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Yaani kwa kifupi, Mungu anawaambia wana wa Israeli mapema, hata kabla hawajaingia, bila nguvu ya kiroho pale kwenye Kanaani pale, nchi ya Kanaani pale bila nguvu ya kiroho nyuma yenu pale hamtoboi. Bila macho yangu mimi kuitazama ile nchi kuanzia mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka, hamwezi kulima pale mkafanikiwa. Kwa ni kweli ni nchi izaayo, ni nchi nzuri, lakini inabidi ili uweze kufanikiwa lazima macho yangu mimi Mungu yawe pale. Bila hivyo mtakutana na njia za mkato huko na mtalazimika kuzifuata, kwa sababu bila hivyo nchi haitazaa kama inavyotakiwa kuzaa. Kwa mazingira ya Kanaani yalikuwa yanakulazimisha kutegemea nguvu ya ziada ili kufanikiwa. Yalikuwa yanakulazimisha kutegemea nguvu ya ziada ili ufanikiwe. Na huo ni uhalisia wa maisha ya kila siku. Kwenye hii dunia tunayoishi, usipokuwa mtu ambaye una mizizi ya kueleweka ya rohoni, unaweza ukajikuta umeingia kwenye nguvu za giza bila hata wewe kupenda. Kwa mafanikio ya kilimo ambayo wana wa Israeli walikuwa wanataka kuyatafuta, hapo walikuwepo Wakanaani ambao walikuwa wanayapata kila mwaka. Issue tu ni kwamba walikuwa wanayapata kwa njia gani? Walikuwa wanayapata kwa njia za kumtegemea Baali. Walikuwa wanazipata kwa njia ya kumtegemea Baali. Kwa na wewe pia kwenye maisha yako usije ukamcategorize Mungu. Kwa sababu wana wa Israeli walichofanya ni kwamba walimcategorize Mungu. Walimfanya Mungu kuwa ni Mungu wa vita tu. Tukishaingia kwenye utulivu kwenye maisha ya kila siku, maisha ya kawaida, basi Mungu hii kazi hata iweza, hii sio ya Mungu. Mungu tumemuona, vile tulivyomuona ndivyo alivyo. Kwa wakamfungia Mungu kwenye boksi hapo. Lakini sio kweli. Kuna kipindi fulani kuna watu walidhani kwamba Mungu ni Mungu wa tambarare, wa milimani au wa tambarare peke yake. Hebu sikiliza Mungu anachosema hapa kwenye Wafalme wa kwanza 20:28. Biblia inasema, akaja yule mtu wa Mungu akamwambia mfalme wa Israeli akasema, Bwana asema hivi, kwa sababu Washami wamesema Bwana ni Mungu wa milima wala sio Mungu wa nchi tambarare, basi nitawatia makutano haya walio wengi mkononi mwako, nanyi mtajua ya kuwa ndimi Bwana. Yaani kosa Washami walilofanya lilikuwa ni kudhani kwamba Mungu ni Mungu wa nchi tambarare peke yake, ni Mungu wa milima peke yake. Lakini Mungu sio Mungu wa kumfungia kwenye boksi. Yaani wewe Mungu aliyekuwa na wewe huko Misri, Mungu aliyekuwa na wewe jangwani, huyo Mungu wa vita, huyo pia ndio Mungu wa mafanikio kwenye maisha ya kila siku. Unaweza ukamtegemea Mungu kwenye eneo lolote na ukafanikiwa. Inawezekana hapo ulipo wewe uliwakuta wenzako uliowakuta hapo wanatumia rushwa ili kufanikiwa. Labda wanachezesha vipimo, wanatempa na mifumo ili waweze kufanikiwa. Sasa na wewe kwa sababu umeingia Kanaani kwa mara ya kwanza, unaweza ukajikuta unashawishika kuuliza, jamani hapa mnafanyaje mambo? Watakwambia, bwana hapa lazima ujiongeze. Hapa ukiwa mtakatifu sana hapa utashindwa kuishi, utakufa maskini. Hapo wanakufundisha namna ya kumuongezea Baali. Kwamba Bwana Mungu wako huyu aliyekupa hii nafasi hapa hatoshi. Hapa inabidi uongeze namna fulani, miundombinu fulani ili mambo yaweze kwenda. Ukiona hivyo, ujue unakuwa introduced kwa Baali. Unakuwa introduced kwa Baali. Mungu wako ule wa milimani ule, huyo ndio Mungu wa tambarare. Mungu yule Mungu wa jangwani ule aliyekuwa anapigana vita vya kuondoa Kanaani, huyo ndio Mungu atakaye kusaidia wakati wa kilimo ukifika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa majira yote, ni Mungu wa majira yote. Unajua ni rahisi sana kufikia mahali tu ukamezwa na mfumo. Kuna siku nilisema Mtume Paulo asingetuambia tusifuatishe namna ya dunia hii kama hiyo namna ya dunia yenyewe haipo. Hiyo namna ya dunia ipo na inafanya kazi. Na usipokuwa makini itakushawishi uifuate kwa sababu ina matokeo. Ndio kama hawa watu wa Kanaani
walikuwa wanamtumaini Baali, na kweli kwenye maisha ya kawaida alikuwa anawafanikisha, lakini matokeo peke yake hayatoshi. Namna hayo matokeo yanavyopatikana pia ni ya muhimu. Kwa Mtume Paulo anatuambia tusifuatishe namna ya dunia, kwa sababu na hiyo namna ya dunia ipo, na usipokuwa makini utaifuata. Usipokuwa makini utajikuta unaogelea kwa kufuata mkondo wa maji. Sasa changamoto pekee ya kuogelea kwa kufuata mkondo wa maji ni ukweli kwamba samaki pekee wanaoogelea kwa kufuata mkondo wa maji ni samaki waliokufa. Only dead fish swim downstream. Kwa kama wewe mtu wa Mungu uliyeko hai, ujue tu wakati wote utabidi uijue namna ya kimungu. Sasa hiyo ni namna ya dunia. Mungu yeye anasemaje? Wewe unatakiwa ufanikiwe kwa njia gani? Kama kila mtu anayefanikiwa kwenye hao mazingira uliopo kuna namna fulani anazifanya, wewe hapo unatakiwa ufanyeje? Wewe unatakiwa ufanyeje? Mungu anasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Namna yako wewe ya kufanikiwa kwa mujibu wa Biblia ni namna ipi? Hilo ni swali ambalo inabidi ulijibu, kwa sababu usipolijibu utajikuta umefuata kile ambacho umekikuta. Utajikuta umefuata kile ambacho umekikuta. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kutoa uzito mkubwa. Uweze kutoa uzito mkubwa kwenye mambo ya kiroho, kwenye mambo ya kimungu, na uwe na huo ufahamu kwamba Mungu anaweza kukusaidia na kukutoa kwenye namna yoyote ile ambayo unaweza ukajikuta umeingia, bila kujali kwamba hiyo namna ina reference au haina reference. Wana wa Israeli walipomtumaini Mungu, kuna wafalme kina Daudi waliomtegemea Mungu. Mungu aliwafanikisha kila upande. Biblia inasema Mungu alimpa Sulemani amani kila upande. Utulivu, amani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu wa maisha ya kila siku, pia ni Mungu wa mafanikio kwenye maisha ya kila siku. Mungu akubariki sana, naamini kwamba utakuwa umepata kitu cha kuendelea kutafakari na kuendelea kutembea nacho kwenye mawazo na kwenye moyo wako. Usisahau kusubscribe na kushare na mtu mmoja. Mungu akubariki sana.